kila kitu kinafanyika kwa mujibu wa sheria, lazima tuwalinde hawa wanaofanya kazi hiyo. Hakuna kitu rahisi kama kukaa kwenye ofisi yenye kiyoyozi na kupanda gari kubwa lenye kiyoyozi alafu kusuccumb to pressure na kuanza kuwazodoa wale ambao wanalala maporini kutulindia hifadhi zetu. Wanapigwa vita na wanataka kuvamia, na sisi tuwapige vita. Hatuwezi kwenda. Kwa hiyo mipaka ikishabadilishwa kama inavyotakiwa, kazi ya ulinzi lazima iongezeke tena kwa ukakamavu, kwa sababu kwa namna fulani tumelaumiwa. Mlikuwa wapi mpaka mapori yakavamiwa? Na ni kweli, najua tuna uhaba watu, lakini lazima tuongeze jitihada za kulinda, na namna ya kulinda ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Lakini hizi za kudanganyana, na bahati mbaya sana, uongo huu mimi nimeuzoea, nimekutana nao mara nyingi sana. Nimekutana na mtu eneo tena juani, pigia simu siku ananiambia, bwana, ng'ombe wangu wamekamatwa kabisa nje ya hifadhi. Ilikuwa sio misitu yako profesa, nje ya hifadhi kabisa, wamekamatwa nje ya hifadhi, lakini askari wako ni wabaya sana, wamechukua wale ng'ombe wamewaswaga kwenye hifadhi alafu wamewakamata. Pigia mkuu wa taasisi, kaambia usiku, bwana, hii kitu ikoje? Kaambia, afande, ngoja tutachunguza. Kesho yake kanikaza, afande, ngoja nikutumie message za huyu alizokuwa anaomba tuachie ng'ombe na kukiri kwamba amekamatwa ndani ya hifadhi. Tumia message, naziona ziko pale. Bwana, mbona message nilitumia fulani kwenye bwana, unajua tulizidiwa. Sasa jamani, halijatokea mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Eti askari wetu wanaenda wanavunja boma, wanachukua ng'ombe wa watu, wanawaswaga kwenye hifadhi, afu wanadai wamekamata ng'ombe. Kwa sisi viongozi tunawaamini walioingiza ng'ombe porini kuliko tunavyoamini askari wetu wanalala porini, wanaendeshwa na mvua, wanalinda ng'ombe. Hapana, hatuwezi kwenda hivyo jamani. No way. Tukipata ushahidi sisi, na mtu akileta ushahidi kama anasema, ni immediate tunachukua. Eti tunafanya namna hiyo haraka sana, tena kufukuza kazi ni na kumshtaki na kufunga. Tutafanya hiyo. Lakini bila ushahidi tusianze kuvunjana moyo kwenye utendaji wa kazi. Mimi hapa ofisi yangu ina kiyoyozi. Kapata gari lenye kiyoyozi. Siwezi kwa mtu wa kwanza kuleka kuzodoa vijana tunawatuma maporini huko wanakaa kutulindia hifadhi zetu. Never. It will never happen. Na natoa wito kwa viongozi wote mko hapa na kila mahali. Toe benefit of doubt kwa vijana tunaowapa kazi. Na haina maana tusichukue hatua kwa wale wachache waadilifu. Tunaelewana jamani? Tukiwapata sasa tutawapeni mfano, na nilisema wakati naongea na baadhi ya wafanyakazi, na nasema kwa sababu vyombo vya habari vilikuwa hapa. Nitoe mfano mmoja ambao mlikuwa mnafahamu sana. Ilikuwa inaitwa BBK, Burigi, Biharamulo na Kimisi. Sasa hivi ni hifadhi ya taifa ya Burigi Chato. Kule shinikizo la kuingiza ng'ombe ilikuwa kubwa kupindukia. Profesa, unafahamu, visa vingine si visemi, unafahamu. Ni kubwa kupindukia. Shinikizo la kisiasa na wafanyabiashara. Kwa hiyo mtu wetu alikuwa anasimama ile pori pale, alipigwa tuhuma za kupindukia. Kwa hiyo uwezo kaamini, kachukua hatua, lakini wala hatua ya kumhamisha. Unapohamishwa kwa tuhuma kidogo inakudhalilisha, sio jamani? Sina kudhalilisha. Akahamishwa. Nani alirudisha kule? Nani anakumbuka? Nani? Mheshimiwa Rais. Sasa tumsubiri Rais correct mistakes za namna hiyo? Hapana. Sisi tutasimamia. Ukiletewa tuhuma tutakuchunguza. Hata hatutapuuza tuhuma hata moja. Lakini kuja kumdhalilisha mtu ambaye pengine amesimamia kazi vizuri, tunamdhalilisha, it will never happen. Never. Lakini si hivyo tu. Aliporudi baadaye ikatoka tena tuhuma nyingine. Na hizi kidogo zinaweza zikamharibia ndoa yake. Zilitangazwa hadharani kwamba amemuondoa, ilitangazwa kwenye taarifa habari, kwenye magazeti. Alimuondoa mhasibu, akamchukua binti mdogo, hana uzoefu kufanya kazi ya uhasibu. Na implication ni mbili. Moja, ili apige hela,
Sio maana. Alafu ya pili tunajua wenyewe mtajana. Zinatangaza taarifa saa hizi usiku hivi. Napiga simu kwa James Tower. Ninaletewa taarifa na mhasibu aliyefukuzwa kazi. Sasa mimi siwezi kuondolewa kuwa mhasibu wa pole. Kilichotokea ni kwamba kwa sababu tuko wachache, tunashirikiana wakati mwingine kwenye doria. Nilimuomba mkuu wa pori nipewe mtu wa kunisaidia kazini kama mhasibu, ili kama sipo tu lakini kazi za ofisini ziendelee. Kwa hata huyo binti alikuja hapa, mimi ndio niliomba aje hapa ofisini. Lakini lile limetangazwa nchi nzima, limeandikwa kwenye magazeti, kwenye redio, na mnataka kufuatilia kumbukumbu zipo. Na sikutosheka, nikaunda timu ya watu watatu, nichukua watu kutoka tena wizara nyingine. Nendeni kanichunguzie, wamerudi na kitu kile kile. Ukiuliza kwa nini nasema huyu ni mkakamavu, hayumbi, ndio maana anapigwa vita. Yuko mwingine hapa amepewa pori hapa jirani hapa. Dada analinda. Vurugu ng'ombe amekamatwa ama tunawatoa tunajana na sisi wenyewe wakati mwingine tunaenda kwa DPP. Hizi ng'ombe ni wengi sana, hebu tutafute namna ya kuacha. Kwa sababu bahati mbaya sheria ile ya TAWA haina yani ukikamata hata sisi inatuma of course. Ingawaje inatuma kwa watu ambao wameenda kuvuruga mali ya umma. Sasa rafiki yangu alienda katibu mkuu mifugo. Kwa sababu sipataje hilo pori. Lakini katibu mkuu mifugo alienda na mtu wangu kwa sababu mimi sikuweza kwenda kwa sababu nyingine. Alirudi akaniambia bwana, nakwambia ukweli. Wale watu wameniambia kikweli. Bwana, nafikiri hata shida nini? Huyu mama amekuja hadi kula rushwa. Hajui kula rushwa. Kabla hajaja sao wengine walikuwa na turuhusu tunachunga huko, tunawapa hela kidogo. Sasa yeye amekuja amesimamia sheria hiyo, tabu tupu imekuja. Sasa nimlinde nani? Huyu ambaye hali rushwa au wale wanaokula rushwa? Anayelalamikiwa zaidi unajua ni yupi? Ambaye hali rushwa. Nikachukua simu nikampigia, nikamwambia umeshafanya masters. Nitahakikisha nakutafutia fedha mahali popote utafanya masters. Nataka uendelee hii wizara, sisi wengine tutaondoka. Nyinyi watu kama nyinyi nataka mje mpande vyeo mchukue wizara. Na nikamwita baadaye ofisini, mambo yalikuwa nazidi, pressure huku nikamwambia sasa tunafanya kazi bwana, tunachapa kazi, tumebadilisha utaratibu. Tukikamata ng'ombe kwenye hifadhi, sasa hivi tunaweka na GPS, tunapiga na picha, tunachukua watendaji, tunasaini kabla ya kuchukua hatua yoyote. Na akaniambia na katibu mkuu, mimi si katibu. Wakati mwingine anaingia ng'ombe ndio tunaomba na anaingia sasa hiyo tunamwambia tueni ng'ombe wewe. Si kama ni katibu, tuna flexibility yetu. Lakini mtu anaingiza ng'ombe huko deep kule, alafu anaona amekimbia, ng'ombe wamebaki na askari wetu. Askari wetu wanawalinda wale ng'ombe. Kama nilivyosema, akija fisi wewe unapambana na fisi. Tulinda ng'ombe. Ng'ombe za walifu. Ikija mvua unanyeshia kwa sababu huwezi kuondoka bila kuchunga wale ng'ombe. Kwa sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuwatetea viongozi kama hao ambao wanasimama kwa sheria. Na hii limetoka kwa katibu mkuu mifugo, ambaye kazi yake naye anatetea mifugo, anatetea kwa haki kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio kaniambia. Na nimeuliza, nimechunguza yule dada, Mungu anijalie niendelee kubaki hapa, nitasimamia nione anakwenda mbali kadri inavyowezekana. Vijana wengine walikuwa wanatoka wanapita wameshambuliwa na mawe. Wao wengine wanaumia mgongo nini, wana bunduki. Piga risasi wala wanashambulia wakapiga miguuni. Allah. Sasa tunawapa hizo bunduki za nini? Kawapiga mguuni. Na hao vijana wetu wengine walilazwa hospitali kwa kupigwa mawe. Hivi wangekimbia wakaumia wakaacha na bunduki zikaibiwa, sio? Kwa hiyo nasema hivi. Na nalisema hivi najua litasikika mbaya. Sheria ni msimamo. Mimi nimekuwa hapa kusimamia sheria. Na sisemi tuwe makatili, hata siku moja. Nasema tukikujua tu tunakupiga. Na sisemi msio na flexibility. Mtu ameingiza tu ndio ng'ombe wake ameingia pale
Kama unaweza kuambia toka ng'ombe wako akatoka, sawa. Na pale mwanzo nimesema hao vamizi wanatia hasira. Lakini uruhusiwe kufanya kazi kwa hasira. Unatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Rafiki yangu hapa aliwe mahali pamoja anapitia misitu. Akaambia, singekuwa unatoka mkoa jirani tungekutia ndani. Uongo bwana? Uongo. Wewe usingekuwa unatoka mkoa tofauti tungekutia. Unatiwa ndani kwa kutetea msitu. Asa mimi bwana hapana. Kwa wizara hii lazima tuwasimame na nyinyi. Nyinyi fuateni sheria, muwe waadilifu na weledi, na muwe na uungwana na ubinadamu, na muwe na uhakika kwamba wizara itasimama na nyinyi all the way. All the way. Sawa jamani? Kwa hiyo tusubiri utekelezaji wa maelekezo yaliyotoka, yatatupunguzia kidogo zile pressure, halalisha kitu ambacho tayari kiko on the ground. Sio kuna sehemu kweli mapori hamna tena. Yapo kwenye vitabu lakini yalishatoweka. Si ndio? Ili sasa na sisi tulio tunafanya mujibu wa sheria. Tunashukuru sana. Baada ya pale kazi kubwa itakayoanza ni kuhakikisha kwamba tunaweka mipaka vizuri na tunaisimamia vizuri. Na namna moja ya kusimamia nyingine ambayo najua na profesa naona mnaofanya kazi hiyo, naomba muongeze ni kujenga mahusiano na jamii zinazozunguka hifadhi zetu siku zote. Sawa jamani? Maisha yale nilisema mlinzi namba 1 wa hifadhi zetu ni nani? Mara nyingi wanakuja kuvuruga wala watoto maeneo pale pale. Tuongeze jitihada za kujenga mahusiano mema na jamii zinazotuzunguka na kutafuta mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba wananufaika kwa namna halali na zile hifadhi tunazoziweka ili kazi yetu ya ulinzi iwe rahisi zaidi. Na njia mojawapo na ambayo nimekuwa mkitumia sana ni kukuza ufugaji wa nyuki. Si ndio jamani? TFS mmekuwa mkigawa mizinga ya nyuki katika maeneo. Kwa sababu nafahamu ufugaji wa nyuki una manufaa mawili makubwa na nafahamu mimi. Nyinyi mtakuwa mnafahamu mengi zaidi maana mmesomea mambo haya. Na kwanza of course inasaidia uchumi wa yule anayefuga nyuki. Si ndio? Na labda unasaidia sisi pollination na kuhakikisha kwamba kuna pollination inaendelea vizuri. Hilo moja. Lakini la pili linaongeza ari ya kulinda misitu yetu. Kwa sababu watu wanapokuwa wananufaika na ufugaji wa nyuki, watakuwa wanatetea na kulinda ile misitu kwa sababu wana shughuli halali za kuongezea mapato katika maeneo yao. Kwa hiyo tunapongeza sana TFS kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya kwa kuongeza juhudi za kutawanya fursa za ufugaji wa nyuki na ujenzi wa viwanda vya asali. Nahimiza tuongeze zaidi. Hili ni jambo zuri. Tuongeze jitihada. Hata sisi wizarani kupitia mfuko wetu wa misitu tumetenga 1.8 bilioni saa hizi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vinajengwa viwanda vya kuchakata asali. Lakini kwenye hili kuna maangalizo. La kwanza, tufanye tathmini ya ugawaji wa mizinga kuona kama kweli inaongeza ufugaji nyuki. Tayari tumeshaagiza idara ya misitu na nyuki ifanye kazi hii. Tunahitaji ushirikiano mkubwa kutoka TFS kupata taarifa zote za idadi ya mizinga na mahali mizinga iliyopelekwa na ilipelekwa lini, ili tuweze kufanya proper sampling na kwenda kucheki tuone impact yake. Kwa sababu nadhani Profesa Santos tulikuwa na mtu wako simuoni huku, tulifanya mashauriano na wafugaji nyuki Tabora. Na wakasema ulikuwepo. Wengine wakasema kabisa jamani, wakati mwingine unapo mtu mzinga anachukua kwenda kukunjia mguu anaona kama sanduku. Amestafa ongeze sana yeye. Kwa hiyo tulisikia lile sasa, lakini hiyo ni kauli ambayo lazima tuifanyie tathmini. Lakini pili, hata akitundika mizinga tuangalie kama kweli wanatumika mzinga na wanaendesha zile shughuli zinawaletea manufaa. Vinginevyo tunaweza kukuta tunagawa mizinga, lakini kwa nia nzuri sana, lakini impact yake chini isiwe kubwa, na hivyo yale manufaa ambayo tulikuwa tunataka tusiyapate.